nakuja moja kwa moja katika kipengele cha pili ambacho ni kitovu cha mwanamke, na siku ya leo nipo na wageni kutoka katika kwenye sekta za sanaa. Kwa hiyo utajua ni sanaa gani ambayo tutaiongelea leo, na zaidi tutaongelea unufaikaji wa miradi mbalimbali ya sanaa. Kwa hiyo kama wewe ni mwana upo kwenye hizi tasnia za sanaa, lakini pia uko interest na sanaa, leo hii inakuhusu. Yes. Yep. Nipo na udhamini wa Side Eco Sanaa Terrace na ubalozi wa Norway Tanzania. Langu jina ni Mina. Nipo live hapa mjini YouTube, lakini pia tupo hapa redioni kupitia tovuti yetu ya Radio Box. Kwa unaweza ukaingia huko ukatusikiliza mubashara kabisa. Yes. Karibuni sana wageni wangu. Asante. Okay, basi msikilizaji na mtazamaji angetamani kujua nipo na kina nani leo, ametokea kwenye taasisi gani ya sanaa na wanafanya sanaa gani zaidi? Karibu. Asante. Kwa majina naitwa Nipa Elimtana, tumetokea taasisi inaitwa Nipa Foundation. Ndio. Ambayo ni jina langu. Taasisi hii inajumuisha sanaa na ubunifu katika kutoa elimu na fursa kwa watu wenye ulemavu. Nimeita Nipa kwa sababu mimi mwenyewe ni msanii, napiga kinanda, nafanya kazi za mikono na kadhalika. Ndio. Okay. Mama, nikuite mama au bibi? Maana wewe bibi yangu, kama Nipa anakuita shangazi. Ni bibi yangu. Karibu sana. Asante, nashukuru. Okay, basi kwa jina na unafanya sanaa gani? Nimeambiwa pia wewe ni mwalimu. Mwalimu wa nini? Maana kuna walimu wa mathematics, walimu wa history, walimu wa sanaa za michezo, walimu wa sanaa za mikono. Wewe upo katika sanaa gani? Asante ndugu mtangazaji. Jina langu naitwa Margaret Michael Msuya. Ndio. Mimi natokea taasisi inaitwa Nipa Foundation kama alivyokwisha kusema mkurugenzi. Ndio. Mimi ni nafanya sanaa nyingi hata nikianza kuzitaja saizi hazitaisha. Lakini nimebezi sana kwenye kazi za mikono. Ndio. Kama unavyoniona hizi ni sanaa ambazo natengeneza mwenyewe. Na hizi kabisa. Na vile kuna mambo mengi, nafundisha batiki, nafundisha vese zile viungo vya maua, nafundisha sabuni ya aina zote. Kwa hiyo nimebase kwenye sanaa ambazo natumia mikono. Okay. Ulianza muda gani kwa sasa? Una muda gani katika kufundisha zaidi? Achana na kuanza wewe mwenyewe kufuma, lakini kufundisha. Nina zaidi ya miaka 18 na nimefanya taasisi mbalimbali. Ndio. Yeah. Tusaidie hata moja. Nafanya kazi na SIDO. Nilikuwa pia nafanya kazi na taasisi fulani ilikuwa inaitwa TGT ambayo ilikuwa inawezesha mabinti na kina mama. Ndio. Okay. Yeah. Na sasa hivi nipo na Nipa Foundation. Okay. Unazungumziaje mwemko wa wanawake katika kujifunza sanaa ya mkono? Kwa sababu kuna wanawake wa mabinti au wanawake wengine wakishaona mdada amekaa busy anafuma na nini, anaona kama vile si bora niende niende nikawe winga au niende nikawe nini. Unazungumziaje hiki? Nazungumzia kwamba once wanapopata ile elimu yani wanaguswa, lakini kabla hajaipata wanaona kwamba hii ni kazi labda mtu hajaenda shule, ni kazi ambayo mtu hajasoma, lakini akishapata ile elimu kidogo kwa kweli wanapenda na wanafanya. Ndio. Yeah. Unaonaje maendeleo ya sanaa ya mkono kwa enzi toka umeanza wewe kufuma mpaka sasa hivi? Kuna kizazi cha Gen Z wanajiita. Maendeleo yapoje katika sanaa ya mkono? Yaani maendeleo ni makubwa, ni mwitikio mkubwa kwa sababu hii sanaa wengi wanakubali, sio wanawake tu, hata vijana. Vijana, kina mama, yani naweza kusema ni sanaa ambayo imekubalika sana. Na ambayo haina mambo mengi, haina gharama. Hivi hapa nilipo nipo, lakini pia na sanaa zangu natengeneza, natembea nazo tofauti na sanaa zingine. Okay. Tukizungumzia wanafunzi ambao umewafundisha, ni wangapi wamejifunza kwako na mpaka wakawa labda na duka lao au wakawa na hata duka la mtandaoni tu la kuuza? Yaani ni wengi kiasi kwamba kukutajia mmoja na shindo, ila mmoja wapo yuko hapa pembeni yangu. Hongera sana mama. Asante. Okay.